ambapo tunaenda kucheza mechi. Kwa hiyo nafikiri sio shida sana kuhusu kucheza kwenye uwanja artificial na uwanja wa kawaida. Kocha, sasa zungumza na mashabiki wa Tanzania Prison kualika uwanjani. Mimi niseme tu bado tuna mechi nyingi kwa mashabiki kwa watu support kama ambavyo huwa wanatusupport. Umeona wanasafiri kila sehemu ambao tupo Tanzania Prison wapo. Kwa hiyo tunaomba waendelee na moyo huo wa kuwasupport wachezaji ili timu iendelee kuamka. Shukrani sana kocha. Naam, huyo alikuwa ni kocha Sajigo ambaye amezungumza kwa niaba ya benchi la ufundi. Ni wakati wa kumsikiliza Lambert Sabianka ambaye atazungumza kwa niaba ya wachezaji wenzake nama ambao wao kama wachezaji wamejipanga kuwakabili Simba. Karibu sana, zungumza na wanahabari. Sawa. Awali ya yote tupende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kututanisha tena siku ya leo. Pili, sisi kama wachezaji kuelekea katika mchezo wetu wa Simba kesho tumejipanga vizuri. Kuhakikisha tunaenda kupambana na Simba. So mechi nyepesi, ni mechi ngumu. Lakini tutawaheshimu wapinzani wetu kuelekea katika mchezo wa kesho kuhakikisha kwamba tunaweza tukapata matokeo katika mechi yetu ya kesho. Lambert, mchezo wenu na Simba siku zote unakuwa mchezo mgumu. Mchezo wa kesho utakuwaje kimbinu? Issue ya mbinu mwalimu ameshatuelekeza kwenye uwanja tokea tumefika Dar es Salaam. Kwa hiyo issue ya mbinu kwa upande wetu iko vizuri kuelekea katika mchezo wetu wa kesho. Kwa hiyo na imani ni kumwomba Mwenyezi Mungu tuweze kuamka salama wote tukiwa wazima tukapambane katika mechi ya kesho. Na imani kwa mbinu ambazo mwalimu ametupa na kwa morali ya wachezaji ambao wanaonekana uwanjani tunapofanya mazoezi, kwa hiyo tunaamini kwamba kuna chochote tunaweza tukipata kuelekea katika michezo yetu ya kesho. Nakaribisha maswali kwa mchezaji. Ukiangalia michezo iliyobakia ni takriban michezo 9 na kesho mnaenda kucheza na Simba Sports Club. Kwa upande wenu kama ni mbio za ubingwa tunasema hampo katika resi hiyo, lakini mnapambana kubaki katika ligi kuu. Pengine mipango ipoje ukiachana na benchi la ufundi kwenu nyinyi wachezaji kuhakikisha mnapambana katika michezo hii 9? Kwa kila mchezaji anajua umuhimu wa kazi yake ambayo anatakiwa kuifanya uwanjani. Ni kweli mechi zimebakia chache lakini mechi bado zipo. Kwa kila mchezaji anajua umuhimu wa kazi ambayo tunaenda kuifanya katika siku ya kesho na mechi nyingine ziada. Kwa hiyo sisi wachezaji huaga tukikaa nje pamoja na benchi letu la ufundi, huaga kila mmoja au vikundi huaga tunakaa kujadiliana kuisaidia timu ya watu iweze kubaki ligi kuu. Na imani bado muda upo, tunaweza tukapambana kwa sababu bado haijaisha. Kwa hiyo pale itakapoisha ndio tutajua kwamba imeisha kabisa, kwamba tupo upande upi, kwamba tumeshuka ama bado tupo kwenye ligi. Kwa hiyo tuna imani katika mapambano ambayo tunapambana, kwa imani kila kitu kinawezekana. Mchezo ulioisha wa Mbeya Derby dhidi ya Mbeya City, pengine matokeo yaliyopita yanaweza kuchagiza kuelekea mchezo ujao? Ni kweli mchezo uliopita umeshapita, na kwenye kichwa cha kila mchezaji anaumia, lakini sio kwamba tutainamisha kichwa kwa sababu bado tuna mchezo wa Simba, tuna michezo mingine. Kwa hiyo ile ishapita, kwa sababu kama kupoteza tumepoteza sana, hatutajiki kuinamisha sana kichwa chini. Kwa hiyo kitu ambacho tunajipa moyo kwa kila mchezaji ni kuweza kunyanyua kichwa na kuweza kupambana katika michezo yetu mingine iliyobakia. Kwa hiyo na imani haijaisha bado, mpaka ikiisha ndio tutajua imeisha. Namzada, shukrani sana Sabianka. Sasa zungumza na mashabiki wa Tanzania Prison kualika uwanjani. Wasituchoke, tupo tunapambana mpaka mwisho. Kwa hiyo kama ambavyo wanazidi kutupa sapoti, waendelee kutupa sapoti hivyo hivyo. Mungu wetu ni mmoja na imani tutatoka hapa tulipo na sisi tutapata furaha siku moja. Shukrani.